Syria imepoteza mwelekeo kisiasa. Syria imepoteza mwelekeo kiuchumi. Watu wa Syria bado wanatangatanga. Serikali ya Al-Sharaa haieleweki. Ndivyo ambavyo wataalamu wa mambo wanasema. Lakini mwelekeo wake uko wapi sasa? Kwa sasa Syria haidhibiti serikali yote. Uturuki inadhibiti sehemu ya kaskazini mwa Syria na vikosi vya kidemokrasia vya Syria vinadhibiti mashariki mwa Syria. SDF ambayo inaungwa mkono na Marekani na kamanda wa SDF Mazlum Abdi alitia saini mkataba na Sharaa mapema mwezi Machi kuunganisha majeshi yake katika serikali mpya ya mwaka mmoja. Sanaa ilibainisha kuwa Rais Al-Sharaa pia alisisitiza umuhimu wa faili ya ujenzi na umuhimu wa kuendeleza mipango ya kimkakati na kuandaa miji na miji, akisisitiza ushirikiano wa kitamaduni na ustaarabu na ukuaji wa mji. Rais alisisitiza kanuni ya amani ya kiraia kama jambo la msingi kwa hatua ya serikali katika kipindi kijacho, na baadhi ya masuala yanayohusiana na hayo kama vile mazungumzo na vyombo vya habari ambavyo lazima yawe ya kitaifa, yakiwemo kuimarisha umoja wa kitaifa na kushinda migawanyiko yote, kwani Syria ni ya raia wake wote. Hata hivyo, tangu kuondoka madarakani kwa Bashar al-Assad ambaye walihisi ndiye gumzo na ndiye tatizo la Syria, bado Syria haijatulia. Wenyewe kwa wenyewe wamekuwa wakisumbuana, wamekuwa wakipigana makundi kwa makundi, hasa kila mmoja akihitaji nafasi. Lakini zaidi ni juu ya mapigano ambayo nchi hiyo imekuwa ikipokea kutoka kwa Israel. Israel ambayo inatawala sehemu ya Syria hasa katika milima ya Golan imekuwa ikirusha makombora yake mara kwa mara na kuiadhibu Syria. Israel imeharibu miundombinu ya kijeshi katika kambi za kijeshi za nchi hiyo, jambo ambalo limekuja kusababisha Syria kutokuwa na jeshi imara wakati huu, na kwamba ikivamiwa wakati wowote lazima itegemee baadhi ya mataifa. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliwahi kusema kwamba ni Uturuki, hasa rais wake Recep Tayyip Erdogan, mwanamume pekee aliyewezesha kuondolewa madarakani kwa Bashar al-Assad ambaye alikuwa ni tatizo kwa nchi za Magharibi. Lakini hata baada ya kuondoka kwake, bado hali ya Syria imekuwa ni ngumu mno. Lakini wachambuzi wa mambo wanajiuliza, je, kwa hali ilivyo, je, huu ndio mwelekeo sahihi kwa Syria? Serikali inataka kujenga upya jeshi la kitaaluma na kuhakikisha kuwa silaha zote nchini ziko mikononi mwa serikali. Hii inamaanisha kuwaondoa wanamgambo wa zamani na kukandamiza magenge na vikundi vingine vyenye silaha. Serikali mpya inataka kujibu fursa zinazoahidiwa katika sekta mbalimbali kwa kujenga ushirikiano kati ya sekta ya umma na ya kibinafsi na kutekeleza mipango ya kuimarisha utalii wa ndani kwa kuzingatia kurejea kwa raia wengi wanaoishi nje ya nchi. Sanaa ilibainisha kwamba serikali inapaswa kushughulikia masuala mengi kwa wakati mmoja. Hii ni pamoja na kazi za umma na makazi, pamoja na kushughulikia suala la wakimbizi wa ndani. Wakati wa vita zaidi ya watu milioni 10 walikimbia makazi yao na zaidi ya watu milioni 5 waliishia kuwa wakimbizi nje ya nchi. Lakini hata wakati huu ambapo inadaiwa baadhi wanaanza kurejea nchini, bado hali imekuwa ni ngumu. Bado kumekuwa na sintofahamu, kwani baadhi ya maeneo yamekuwa kishambuliwa sana na makundi ya wapiganaji, lakini wengine wakishambulia pia serikali ya Al-Sharaa ambaye amechukua mamlaka baada ya kumuondoa Bashar al-Assad aliyekimbilia nchini Urusi. Mtazamaji wa The World News, na una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.